Mangoba achiwa msala mwingine Young Africa. Mambo vipi mtazamaji wetu wa PMTV? Karibu sana ndani ya PMTV Update. Mimi naitwa Kaina, lakini kuambia kwamba PMBet inahakikisha kwamba mikeka yako inakuwa ya thamani zaidi. Hakikisha unabashiri kupitia PMBet ndani ya pmbet.co.tz ama *149 *23. Sasa unaambiwa Yanga jana ilianza maisha mapya chini ya kocha Mangoba Ngiti ambaye alisimamia mazoezi ya kwanza kikosini hapo tangu kutangazwa kuwa kocha mkuu, na sasa kuna usajili ameachiwa ili kuleta mtu sahihi, yani ameachiwa msala. Jana Yanga ilianza mazoezi pale Avic Town. Tuliona baadhi ya video na picha ambazo zilipostiwa kupitia mitandao ya kijamii, kurasa mbalimbali za Young Africa. Siku ya kwanza kabisa kwa Mangoba ndani ya kambi hiyo, lakini kuna kazi moja alikabidhiwa siku moja kabla ya kwenye kikao na mabosi wa juu wa klabu ya Young Africa. Na kwenye kikao cha Mangoba Ngiti na mabosi wa juu wa Young Africa akiwepo rais wa klabu hiyo Hersi Said, kocha huyo raia wa Afrika Kusini aliachiwa jukumu gumu la kutafuta kiungo mkabaji wa maana. Yani kiungo mkabaji ambaye ataifanya kazi chafu vibaya sana. Hata hivyo Yanga ni kama imemtega tu Ngiti, ikimtaka kama kipata kiungo huyo kitafanyika kikao kingine cha uamuzi kupima ubora wa kiungo huyo kabla ya kupewa mkataba. Kauli kutoka kwa chanzo ambacho kimezungumza kutoka ndani kabisa, nakwambia kwamba tumempa nafasi kocha, tumemwambia namna mahitaji yetu yalivyokuwa juu ya kiungo mkabaji kabla anaweza kuwa na chaguo sahihi, kama anaweza kuwa na chaguo sahihi kwenye wachezaji ambao anawajua, alisema bosi, miongoni mwa bosi ambaye alikuwepo kwenye kikao hiko. Lakini akaendelea akasema tumemwambia atafute na sisi tunaendelea kutafuta. Upande mmoja atakaopata lolote tutakaa tena kupima kisha kufanya uamuzi wa mwisho kwa kukubaliana kwa pande zote mbili. Hayo ndo maneno ya bosi ambaye miongoni mwa bosi ambaye walikuwepo kwenye kikao hiko. Tunafahamu Yanga ina haha kutafuta kiungo mkabaji wa kigeni ambaye bado usajili huo unawapasua vichwa kweli mabosi wa klabu ya Young Africa. Na mapema tu wiki hii ikapokea taarifa mbaya baada ya kusikia kwamba Adolf Mtasigwa ambaye miongoni mwa nyota ambao walikuwa wakimuinda, ambaye alikuwa anaitumikia Azam FC, usajiliwa na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini, wakati mabingwa hao wa soka walikuwa wanampigia hesabu kumtaka Adolf Mtasigwa. Alizungumza pia bosi huyo wa Young Africa akasema kwamba unajua Azam wametufanyia ukatili mwingine, walijua kwamba tunamhitaji Adolf lakini wakaona ni bora kumpeleka mbali kuliko kuja hapa, kwa hiyo tunaendelea kutafuta kiungo mwingine, alisema bosi huyo. Kama ambavyo nimeweza kukuambia, Yanga pia ilikuwa inataka kumsajili Alphonse Mabula ambaye kwa sasa ni mchezaji huru, lakini hata hivyo dili hilo limeingiwa na ugumu kutokana na dau kubwa ambalo kiungo huyo amelihitaji. Pengine unadhani lilikuwa ni chaguo sahihi tofauti na Adolf Mtasigwa ambaye Young Africa wao wamemkosa, ama unadhani bwana Mangoba Ngiti anahitaji kuingia kweli chimboni kutafuta pengine vyuma vingine ambavyo Yanga havipo kwenye rada zao ili kuja kufanya replacement pale ambapo pengo linaonekana kwa upande wa kikosi cha Young Africa? Dondosha comment hapo chini ili unaweza kufahamu mtazamo wako ni upi. Mimi naitwa Kaina, usiache kutufuatilia PMTV kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Instagram pamoja na YouTube. Hakikisha umesubscribe, itakuwa vyema zaidi.